Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Rais wa Marekani Donald Jr. Trump ametangaza kitu cha ajabu sana ulimwenguni, yani kitu ambacho kila mmoja amepigwa na butwa. Waswahili husema kwamba mchuma janga hula na wakwao. Sasa siku ya jana rais wa Marekani Donald Jr. Trump alitangaza kwamba Irani na watu wake wote ndani ya taifa hilo, yani ardhi ya Uajemi, wanahangaika vibaya sana, wanatapatapa mno wakitafuta ahueni kutokea kwa Marekani, akisema tayari wamepoteza nafasi kubwa ambayo walikuwa wakitakiwa kuitekeleza ama kuifanya, na akisema kwamba jeshi la Irani, yani vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, vinatafuta namna ya kurejesha mazungumzo ama kumfanya Marekani waketi katika meza ya mazungumzo ili kurejesha kile alichokisema kama hali ya utulivu na ustahimilivu katika lango kuu la bahari la Hormuz, ambacho ndicho kitovu kikuu kinachopelekea uchumi wa ulimwengu kutengamaa, akisema kwamba taifa la Irani limefeli sana ama liko nyuma sana kiuchumi kwa hivi sasa, pesa zikiwa hazipatikani nchini Irani, mishahara ya watu wa Irani imeshushwa kiwango, yani hali za maisha za watu wa Irani ziko hafifu sana na dhoofu kufuatia kile ambacho vikosi vyake, yani jeshi la Marekani, linakifanya pale katika mlango bahari wa Hormuz, kile kinachoelezwa kama mzingiro ama kile ambacho Rais Trump anasema kama blockade. Sasa kufuatia hayo yote, jeshi la Irani lilijibu mapigo kwa Marekani na lilijibu mapigo kwa vitendo. Lilionyesha meli kadhaa za mafuta na meli zingine za kibiashara za Irani zikikatiza katika eneo hilo hilo la mlango bahari wa Hormuz, na picha zingine zikionyesha meli hizo zikiwasili katika bandari ya Irani kusini mwa kisiwa cha Haga, ambapo IRGC ilisema kwamba vikosi hivyo vinaendelea kudhibiti mlango bahari kikamilifu na kusimamia vilivyo juu ya kile kitapita ama kitaonekana kukatiza katika eneo zima la mlango bahari wa Hormuz, na wakisema kwamba vikosi vya Marekani vimewekwa shabaha, yani viko on target wakati na muda wowote kuweza kushambuliwa na kusambaratishwa katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Sasa siku ya leo, kama ilivyokuwa ada kwa rais wa Marekani Donald Jr. Trump, kwamba kila siku ama kila saa huwa anatoa taarifa ngeni ama taarifa mpya juu ya kile ambacho kinaendelea, yani uhasama kati ya Irani na taifa lake la Marekani chini ya vikosi vyake na kamandi kuu, yani CENTCOM. Rais wa Marekani Donald Jr. Trump ameibuka siku ya leo ghafla sana na ametoa taarifa ngeni kabisa, taarifa mpya, akisema ya kwamba taifa la Marekani sasa limejikita na limejidhatiti na limefanikiwa katika ubora usiowahi kushuhudiwa, ubora wa kutoa taarifa, akisema Marekani sasa hivi inakwenda kuonyesha ulimwengu kwamba namna ambavyo Marekani ina uwezo mkubwa kila sekta, yani katika masuala yote ya kivita, akijibu watu juu ya madai waliokuwa wakimpatia Rais Donald Trump juu ya taarifa zake ambazo amekuwa akizitoa. Sasa anasema kwamba Marekani yeye ina uwezo mkubwa sana, na ndio maana amekuwa akitoa taarifa kila wakati ama kila muda, na akisema kwamba sasa Marekani inakwenda kufichua kila kitu ulimwenguni, yani kila jambo kule Irani na hata katika anga lote la ulimwengu, masuala ya kivita na masuala yote hapa ulimwenguni, akisema Marekani imezindua mfumo mpya wa teknolojia ya taarifa kwa kile kitu ambacho hakionekani vyema ama hakina uzania katika ulimwengu huu. Marekani itakwenda kuwa na uwezo wa kufichua hiko kitu, kiwe angani ama kiwe wapi, kwa kutumia kile amesema mifumo mipya ya unidentified objects, ambao mfumo huo yeye anasema kwamba utawezesha kufichua kila jambo, siri zote za kivita kule nchini Iran, lakini pia na hata katika masuala mengine ukanda wote wa Mashariki ya Kati na ulimwengu kwa ujumla. Rais Donald Trump akisema mifumo hiyo imezinduliwa ikiwa ni katika jitihada za kuboresha na kuimarisha jeshi la Marekani, lakini pia na kuonyesha maadui kwamba jeshi la Marekani liko vizuri kuliko jeshi lote ulimwenguni, si jeshi la Irani wala si jeshi lolote ambalo linaukinzana na taifa la Marekani. Sasa rais wa Marekani Donald Jr. Trump amezungumza hilo mapema siku ya leo wakati akiwa pamoja
pamoja na msimamizi wa kampuni ya NASA ambayo inajihusisha na masuala ya anga Jayad Issa Kaman, wakiwa pamoja na kikosi cha Artemis 2, kikosi ambacho kinajinasibisha na jeshi la Marekani na kufanya kazi kwa pamoja kupitia kampuni hiyo ya NASA, ambapo Rais Trump amesema kwamba siku za hivi karibuni watakwenda kutoa taarifa za siri zaidi na nyenzo zinazohusiana na masuala ya anga kote ulimwenguni, na akisema kwamba ndipo Marekani itakwenda kudhihirishia ulimwengu kwamba ni namna gani taifa hilo lipo na ukubwa wa hali ya juu, ambapo rais wa Marekani Donald Trump akitangaza uzinduzi huo amesema kwamba Marekani inakwenda kushuhudia ushindi mkubwa sana katika vita vyake dhidi yake na Irani. Sasa kufuatia hilo, rais wa Marekani pia kupitia mtandao wake wa kijamii wa The Truth Social ambao ndio amekuwa akiutumia kutoa taarifa mbalimbali na kuchapisha taarifa za propaganda, siku ya leo ametoa taarifa nyingine juu ya vita vinavyoendelea kati yake na Irani, akisema kwamba kimbunga cha dhoruba kinawajia watu wa Irani, yani kimewasili na hivi karibuni kitawakumba na kuwasomba watu wa ardhi ya Uajemi, na akisema kwamba hakuna chochote kitakachoweza kuzuia kimbunga hiko cha dhoruba dhidi ya watu wa Iran. Kupitia andiko lake alilochapisha mwenyewe kwa akaunti yake ya The Truth Social, Trump amesema, na hapa ninamnukuu, "The storm is coming" alongside the phrase "nothing can stop what is coming", ambapo kauli hiyo ya rais wa Marekani Donald Jr. Trump inakuja wakati ambapo tayari ametishia taifa la Iran akisema kwamba kudhibitiwa kwa mlango bahari wa Hormuz kutaendelea mpaka pale Irani itakapokubali kupiga goti na kuiangukia Marekani katika meza ya mazungumzo na kukubali masharti yote ambayo Marekani ilitoa kwa taifa la Irani, ikisema kwamba ndiyo itakuwa suluhu ama tulizo kwa kile ambacho kinaendelea kutokea katika mlango bahari wa Hormuz na ghuba nzima ya Uajemi kule Mashariki ya Kati, ambapo Trump pia amepokea taarifa za hali ya vita kutokea kule Mashariki ya Kati, namna ambavyo vikosi vya Marekani na chaguzi mbalimbali ambazo zimeripotiwa kufanywa na jeshi la Irani, yani walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, taarifa hivi mapema, ambapo taarifa hiyo imetolewa na kamandi kuu ya jeshi la Marekani yani CENTCOM, ikiwasilishwa na kamanda mkuu yani Admiral Brad Cooper, ikiwa ni kwa mujibu wa shirika la habari kutokea huko Mashariki ya Kati la Axios News, ambapo ripoti hiyo ya CENTCOM ilisema kwamba kamandi kuu ya Marekani imeandaa mipango ya wimbi fupi na lenye nguvu la mashambulizi dhidi ya malengo ya Irani, ambayo yanaweza kujumuisha miundo mbinu yenye lengo la kuvunja kikwazo cha hivi sasa cha mazungumzo baina ya pande hizo mbili za vita ama za uhasama. Kamanda huyo mkuu wa CENTCOM yani Admiral Brad Cooper alisema pia kwamba chaguo lingine linalotazamiwa kuwasilishwa linahusisha kuchukua udhibiti wa sehemu za mlango bahari wa Hormuz ili kufungua tena kwa meli za kibiashara ambazo zinaweza kujumuisha matumizi ya kikosi cha ardhini, kulingana na ripoti yake kamanda huyo mkuu wa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM Admiral Brad Cooper, ambapo katika ripoti yake pia taarifa hiyo iliongeza kwamba Trump kwa sasa anaona kizuizi cha majini dhidi ya Irani kama chanzo chake kikuu cha ushawishi, lakini anafikiria kuchukua hatua za kijeshi ikiwa Teherani haitabadili msimamo wake. Hata hivyo, katika hatua nyingine, wakati hilo likiendelea kujiri na kuchukua nafasi kunako kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, Rais Donald Trump pia amesema kwamba alishiriki kupiga kura ya maoni juu ya kusitishwa kwa uzalishaji na uendeleo wa nyuklia wa Irani, akisema kwamba idadi kubwa ya Wamarekani na watu wote ulimwenguni wamepiga kura ya maoni wakiitisha kusitishwa kwa nyuklia za Irani katika ulimwengu huu, na akibainisha kwamba Wamarekani wote wanaunga mkono msimamo wake wa kuendeleza vita na kuendelea kuishambulia Irani na kuweka udhibiti pale katika mlango bahari wa Hormuz na kusitisha uzalishaji wa nyuklia, lakini pia na kuhitaji uranium zilizorutubishwa. Ni taarifa mbalimbali za rais wa Marekani Donald Jr. Trump, ambapo watu wengi na wachambuzi wa masuala haya ya siasa za kijiografia wakisema ya kwamba ni anguko kwa Marekani, ni anguko kwa rais wa Marekani Donald Jr. Trump, na ndio maana amekuwa akitoa taarifa hizo za mara kwa mara za matambo na propaganda, ikiwa ni katika hali yake ya kushindwa na kutokuwa na chaguo sahihi la kufanya wakati husika, jambo ambalo linaipa Irani nguvu kubwa ya kutekeleza na kutenda kwa vitendo zaidi hatua madhubuti na hatua stahiki
katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati. Bana, hali bado ni tete, uhasama kati ya Irani na Marekani, huku kukishuhudiwa uungwaji mkono wa karibu sana wa taasisi na jumuiya za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa, yani Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa, lakini pia na hata Shirika la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kupitia mkuu wake. Lakini pia tumeshuhudia Tume ya Umoja wa Ulaya EU zikiingilia kati katika mzozo huu wa Iran na Marekani, wakishinikiza serikali ya Irani kuweza kufanya mazungumzo yanayohusisha kusitishwa kwa silaha za nyuklia na vinu vyote vya urutubishaji wa madini ya uranium katika ardhi ya Uajemi, yani Jamhuri ya Kiislamu ya Irani pale Mashariki ya Kati. Bado fukuto ni kubwa, wakati ambapo Irani inapokea ushirika wa karibu kutokea kwa mataifa yenye nguvu zaidi ikiwemo kama vile Urusi, Korea ya Kaskazini pamoja na China, jambo ambalo linatishia kuongezeka kwa uhasama zaidi kati ya wawili hao hasimu, Marekani na Irani, huku wengine wakileza kama ndiyo mwanzo wa kufufuka na kuibuka kwa vita vikubwa zaidi dhidi ya wawili hao hasimu kupitia washirika ambao wanaingilia kati hivi sasa. Wewe unatazama nini juu ya hiki kinachoendelea na vita vinavyokuwa kasi zaidi baina ya Iran na Marekani? Tawala uwanja wa maoni kwa maoni yako lukuki. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.